السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بعد يكون حميدي anayestahiki kuhimidiwa pekee, naye ni al-Haq subhanahu wa ta'ala. Vile vile kumswalia na kumtakia rehema za ziada kiongozi wa umma huu, naye si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu, vile vile kuzihusieni nafsi zenu kwa kujitahidi kushikamana na yale yote aliyetutaka Allah tabaraka wa taala tuyatekeleze katika maisha mafupi ya huu ulimwengu, na vile vile kujiepusha na yale yote aliyotuharamishia na kutukataza na kututaka mimi na wewe tuyeepuke yale yote ambayo kwamba aliyotukataza katika maisha mafupi ya hii dunia, na vile vile kumswalia na kumtakia rehema za ziada Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mada yetu ya leo, maunwani ya khutba yetu ya leo ni al-infaqu fi sabilillah, kutoa kwa ajili au kutoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Tutazungumzia katika anasiri tatu. Ya kwanza ni fadlul infaq, huku kutoa kuna daraja gani, kuna thawabu gani, kuna ajiri gani kwa yule ambaye kwamba atakayejifundisha tabia ya kutoa. Vile vile adabul infaq, kuna taratibu gani ambapo kwamba tumewekewa katika Uislamu wa kufuata ili tuweze kutoa. Ama mtu atatoa vile anavyotaka kwa sababu ni mali yake? Hasha wakala. Tumewekewa taratibu, tumewekewa adab, tumewekewa mifumo ya kuweza kuifuata ili zile tutakazozitoa ziwe ni zenye daraja na kutambulika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Vile vile tutaona namadhij ala al-infaq, mifano ya watu ambao kwamba waliotoa na bila ya kuogopa ufukara wowote katika maisha mafupi haya ya dunia. Maashara al-muslimin, hili ni jambo zito sana na ni jambo lenye daraja kubwa kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mwanadamu ameumbwa, khuliqal insanu halua. Mwanadamu siku zote Allah alivyomuumba, amemuumba ni mwanadamu mwenye papatiko la ulimwengu, mwenye babaiko la ulimwengu. Idha massahu alkhairu jazua وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. Siku zote akipata jambo la khairi, jambo zuri, huliziwilia, halitoi, hasaidii, lakini wakati atakapopatikana na mitihani hufanya nini? Hubabaika. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Huyo binadamu atakapofunguliwa sema alhamdulillah, inshallah Allah amenikirimu, Allah amenipa. Lakini wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fayaqulu rabbi ahanan.
atakaponyimwa na kukunjiwa katika riziki yake husema kwamba Allah amenidharau, Allah amenisahau, Allah amenitweza, nimemkosea nini Mungu? Hivi ndio binadamu alivyo. Akipatiwa sawa, kupituka mipaka. Nasema mwanadamu atakapopata sawa hufanya nini? Hupituka mipaka, na atakapokosa hufanya nini? Huwa ni mwenye kulalamika. Kwa hivyo mwanadamu ameumbwa na kutaka kupata siku zote. Kule kwetu tunasema weche, hakuna chwa, yani lete siku zote. Hivi ndio binadamu alivyo, yani siku zote anataka kunyosha mkono apatiwe, lakini kunyosha mkono kutoa inakuwa ni ngumu sana kwa binadamu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeka ajira kubwa kwa wale ambao watakaojipinda na kujikaza kuweza kutoa zile ambazo kwamba wao ni waangalizi. Si haya mali tulionayo si yetu, bali sisi ni waangalizi tu. Mwenye mali hakika ni Allah tabaraka wa taala. Miongoni mafadhala za wenye kutoa, ulama wanatuambia min sifatil muttaqina, ni kwamba si yoyote anayetoa. Hata fajiri tulizungumza hapa kuhusu umuhimu wa kuja msikitini mapema, kuhusu Allah kutunadia katika suratul Jum'a, na akatuambia ya ayyuhalladhina amanu. Allah ananadi au anazungumza na wale wenye iman. Ikiwa hauna iman, utakuwa nje ya msikiti uendelee na biashara zako, utakuwa nje ya msikiti uendelee na shughuli zako, utakuwa nje ya msikiti uendelee na harakati zako, kwa sababu wewe si katika wale ambao kwamba aliwakusudia Allah tabaraka wa taala kuwasifu kwamba ni waumini. Kwa hivyo na wale wenye kutoa ni sifa miongoni mwa alama zinazoonesha kwamba huyu mtu ana ucha Mungu ndani ya moyo wake. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika suratul Baqara kuanzia aya ya kwanza mpaka aya 3, akituambia alif lam mim. Sawa, Allahu a'lam bi muradihi, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hii Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, hakina mgongano ndani yake. Kisha msema hudan lilmuttaqin, lakini hichi kitabu ni mwongozo kwa wale ambao kwamba ni wacha Mungu. Hao wacha Mungu wenyewe ni kina nani? Alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale wanaoamini mambo ya ghaibu ambao kwamba hawajayaona. Wanaamini malaika, wanaamini moto, wanaamini pepo, wanaamini adhabu za kaburi, wanaamini kuhusu uwanja wa mahshar na bado hawajaziona. Kisha wayuqimuna salata, sifa za hao waamini husimamisha swala vile inavyotakikana, husiswali wanapotaka, swala wanaswali na vile anapotaka Allah. Kisha wa mimma razaqnahum yunfiqun, na zile ambazo kwamba tulizowaruzuku, tulizowapatia, na wao huzitoa kwa wanaostahiki. Kwa hivyo ukijiona kwamba mkono wako wewe ni chwa, yani chukua, si weche, basi hii ni alama ya kuonesha kwamba wewe ni muumini. Kwa hivyo sifa ya kwanza ama fadhila ya kwanza ya kuonesha katika kutoa ni kwamba wanaotoa siku zote ni wale wanaomtambua Allah. Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura Al-Anfal aya ya 4, alladhina yuqimuna salata, wale wanaosimamisha swala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na subhanallah, kila itakapokuja swala na mara nyingi huja na nini? Kutoa. Ni kuonesha wazi kwamba dini Uislamu hauwezi kusonga mbele ikiwa huku nyuma kutakuwa hakuna watu wa kuweza kusaidia na kusukuma mambo yaweze kwenda mbele kama vile yanavyotakikana. Allah anatuambia katika suratu Al-Imran aya 133 mpaka aya 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni katika kuomba msamaha wa Mola wenu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, na pepo upana wake ni baina ya mbingu na ardhi. Kisha uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wacha Mungu. Wacha Mungu ni kina nani? Sifa zao, alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharai walkadhimina alghayz, ni wale ambao kwamba wanaotoa
wakati wa siri, wanaotoa wakati wa dhahiri, wanaotoa wakati wa shida, hawajali. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwasifu masahaba radhiyallahu anhu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanatoa masahaba hata ikiwa wao kile kitu mtu anakihitajia, lakini anaona kwamba kuna mwingine anakihitajia zaidi, yeye anatoa bila kujali. Kwa hivyo kutoa ni katika sifa za waumini. Kwa hivyo usishangae uko na mtu yuwaswali na hatoi, ni kwa sababu bado ucha Mungu haujaingia katika moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona maswahaba au mkusanyiko wa maswahaba, akawaambia ya ma'shara man aslamu bilisanihim, enye mkusanyiko wa watu ambao kwamba muliosilimu kupitia ndimi zenu, yani mnasema tu ni Waislamu lakini hazijaingia imani katika nini, katika mioyo yenu. Na wengi ndio tuko hivyo, wal billahi min dhalik. Kwa hivyo utakuta mtu yuwaswali, mtu yafunga, lakini matendo yake na zile ibada anazofanya ziko tofauti kabisa. Ni kwa sababu yofanya zile ibada kama mazoea, wala hafanyi akiwa na istishar, hisia kwamba hiki ninachokifanya kinamridhisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo katika sifa au katika fadhila za wale wenye kutoa ni kuonesha kwamba wewe ni katika watu wacha Mungu. Jiulize nafsi yako, ikiwa wewe ni mgumu, ni bakhili, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ayyida'in adwa'u min al-bukhli, ni ugonjwa gani mbaya zaidi kuliko ubakhili? Maradhi mabaya kabisa. Ikiwa wewe hauwezi kumsaidia anayestahiki kusaidiwa na una uwezo wa kumsaidia, sijui utakwenda nazo wapi pesa kama hizo. Vile vile katika fadhila za kutoa ni ajrun, ni adhimul ajri wa thawab. Kila anayetoa ana malipo makubwa atakayoyapata mbele ya Allah tabaraka wa taala, na thawabu kubwa. Allah anatuambia mathalul ladhina, sikiliza ndio uone fadhila na ajri na vipoa vya Allah tabaraka wa taala ambavyo kwamba havifanani na mtu yoyote katika kutoa kwake. Allah anasema mathalul ladhina yunfiquna, mfano wa wale ambao wanaotoa amwalahum, mali zao, fi sabilillahi, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kamathali habatin, mfano wake mbele ya Allah ni mfano wa mtu ambaye kwamba alioeka tembe moja. Tembe moja unajua si ndio, ya mahindi mathalan, ile nafaka moja ile peke yake, tembe moja tu ya mahindi ama ya ngano. Kisha ambatat sab'a sanabila, kisha ile mbegu moja ulioiweka ikatoa mti mmoja, inatoa mahindi mangapi? Tuseme mahindi 7, sawa, anaposema Allah tabaraka wa taala. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fi kulli sumbulatin, katika kila ile hindi ambalo kwamba liliotoka 100 habba, kuna tembe ngapi? 100. Yani umechukua tembe moja ya mahindi ukaipanda, itatoka miti mingapi? Mmoja peke yake, si ndio? Kisha ule mti mmoja ukatoka mahindi 7. Lile hindi, yani kila hindi moja ndani yake kuna tembe 100. Itakuwa ni 100 ngapi hizo? 700. Ili hali wewe umetoa shilingi ngapi? Shilingi moja peke yake. Allah anaandika nikana kwamba umetoa shilingi ngapi? Shilingi 700. Kisha bado Allah hakomi hapo, akasema wallahu, na Allah yudhaifu, humwongezea zaidi, yani ukawa umepata ajiri zaidi ya hiyo 700, liman yasha, kwa yule anayemtaka. Kila ikhlasi yako itakavyokuwa juu na malengo yako yatakavyokuwa juu katika kutoa, ndiyo kiasi cha Allah tabaraka wa taala atakavyokulipa. Sidhani kwamba leo umenunua kitu shilingi 1 upate faida 700, inawezekana? Ni ngumu sana. Lakini kwa Allah tabaraka wa taala si 700 tu,
wallahu yudha'ifu, na Mwenyezi Mungu humuongezea zaidi ya hapo, liman yasha, kwa yule ambaye kwamba anayemtaka. Bal katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mwenye kutoa shilingi moja asidhanie kwamba itabakia hiyo shilingi moja mbele ya Allah, bal shilingi kama ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ni kama mfano wenu hapa duniani, mtu ambaye kwamba alipanda mti wake ambaye kwamba bado ulikuwa ni mdogo, kila siku akiutilia maji ule mtu unazidi kufanya nini? Unazidi kufanyaje? Unazidi kukua. Hivi ndivyo ajiri na thawabu ya yule ambaye kwamba atakayetoa kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, tunataka nini zaidi ya hilo? Kwa maisha mafupi haya hapo kwamba tulionayo, na wale ambao kwamba Allah aliowapa, wazieka uende nazo wapi? Ufanyie nazo nini huko utakapokwenda? Zitakusaidia nini? Hakuna kitu. Kama ulivyokuja ndivyo utakapofanya nini? Utakapotoka. Na hata ukiekewa haitaweza kukusaidia huko utakapokwenda. Kwa hivyo maashara almuslimin, kuna ajiri kubwa kwa wale ambao watakaojikaza na kujizuilia ubakhili wao, wakaweza kutoa na kuwasaidia wale ambao kwamba wanahitaji. Allah anasema katika suratul Ahzab aya 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, na wenye kutoa waumini wa kiume na wenye kutoa waumini wa kike. Kwa hivyo maashara almuslimin ni katika mambo makubwa na ni katika mambo ambayo kwamba yana ajiri kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sikiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam anatuambia nini? Ma min yawmin, hakuna siku yoyote, yusbihu alibadu fihi, siku ambayo kwamba itakayopambazuka na wanadamu bado katika mgongo wa nini? Wa ardhi, illa wa malakani yanzilan, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha malaika wangapi? Wawili. Kazi yao ni nini? Fayaqulu ahaduhuma, husema yule mmoja katika hao malaika, Allahumma. Hii ni ndio inatoka kwa nani? Hii ndio inatoka kwa nani ndugu zangu Waislamu? Kwa malaika ambao kwamba la yaasuna Allah ma amarahum. Allahumma, ewe Mola, a'ati munfiqan khalafa, ewe Mola, mpatie kila atakayetoa kwa ajili yako khalafa, badili ambayo kwamba ni mzuri zaidi aliyoitoa. Na wayakulu al-akhar, na huyo malaika mwingine wa pili husema, Allahumma, ewe Mola, a'ati, mpatie mumsika, yoyote atakayeziwilia wakati kutakapohitajika kutolewa, wakati familia yake inateseka na yeye ana uwezo, watoto wa ndugu zake, watoto wa mjombake, watoto wa nyanyake, watoto wa babu yake wanateseka, na ili hali yeye ana uwezo, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Rabbi muharibie mali yake. Analaaniwa na nani? Na malaika, wal billahi min dhalika. Naona ajira kubwa ule ambaye kwamba atakayejikaza na kuweza kuwasaidia wanaostahiki, kwa sababu watakuwa wanapata dua ya malaika. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Zaid bin Khalid, anasema, man fattara swaima, yeyote atakayemfuturisha aliyefunga, si Ramadhani, ayusiani na Ramadhani, siku zote mtu akafunga akamfuturisha, falahu mithlu ajrihi, Allah atampatia, kwa sababu yeye amefungua kupitia chakula chako. Na bali ulama wanasema kwa maana kufungua si lazima tumlishe mpaka ashibe. Kama unatenda ukampa, hata ikiwa tende ziko pale pale, si wewe ulizozitoa, ziko msikitini, ukamsongezea tu akala, kwa sababu wewe ndio umemsongezea, Allah tabaraka wa taala anakupatia ajiri kama mfano ile saum aliyofunga, min ghairi an yunqasa min ajri saimi shay'un, la yakupunguzwa hata thawabu moja kwa yule aliyefunga. Yeye atapewa thawabu zake na wewe utapewa mfano wa thawabu kama zile, na mbali na thawabu ya saumu ambayo kwamba ulioifunga. Na kama tunavyojua maashara muslimin, Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, yeye ndiye alikuwa ni mtoaji zaidi wa watu, hakuna kama Rasulullah. Kama tarehe inavyotambia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza akachinja mbuzi, kachunwa, akagawanywa, kisha baadaye baada mbuzi shamalizika kugawanywa ndio yauliza, kweli nimepeleka nyumbani kwangu?
la ilaha illa Allah. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, nipeleka haya Rasulullah, ukupeleka haikuwa ni khairi. Wakati mmoja Sayyidina Umar ibn Khattab ingia nyumbani kwake, baada mbuzi amechinjwa, amepeleka nyumbani kwake, kagawanya, akaachiwa mguu. Ndio alikuwa nyama alikuwa ikipenda. Alipokuja kauliza iko wapi nyama? Akaambia tumegawanya ya Amir al-Mu'minina au ya Umar ibn al-Khattab, lakini tumebakishia mguu. Na kana kwamba yeye ule mke ana hofu, ni kana kwamba amefanya jambo baya. Anasema basi kile mlichokitoa ndicho ambacho kwamba mlichokibakisha, na hicho ambacho kwamba tumekibakisha ndio kitu ambacho kwamba tutakula, tutaingia wapi? Chooni, na kutakuwa hakuna kitu chochote. Kwa hivyo maashara almuslimin, kuna ajiri kubwa kwa wale ambao watakaojikaza. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja aliwaendea masahaba zake, au alipokuwa na masahaba zake aliwauliza, man asbaha minkum al-yawma swaima, nani leo ameinuka siku ya leo kama amefunga? Ina maana si Ramadhani, kwa ni saumu tu ya kawaida, saumu ya sunna. Abu Bakar akasema mimi ya Rasulullah, alhamdulillah leo nimefunga. Kisha Mtume akasema qal faman tabi'a minkum al-janazata al-yawm, nani ambaye kwamba leo amebahatikiwa kwenda kushindikiza janaza? Sayyidina Abu Bakar akasema ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah nimebahatikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faman at'ama minkum al-yawma miskina, nani leo alibahatikiwa kumlisha maskini leo? Sayyidina Abu Bakar akasema ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah nimebahatikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man ada minkum al-yawma maridan, nani leo alibahatikiwa kwenda kumtembelea mgonjwa? Mtume sallallahu Abu Bakar Siddiq akasema ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, hapo baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema majtama'a fi imri'in illa dakhala aljanna, wallahi mambo haya hayatopatikana kwa mtu isipokuwa mtu kama huyu ataingia peponi. Yani wewe umelisha masikini, si kwamba hata yapatikane kwa siku moja kwa wakati mmoja, bana. Yani kiyo ni sifa yako kwenda kutembelea wagonjwa, ni sifa yako kulisha masikini, yani kusaidia, basi inamaanisha kwamba hii ni alama na ishara ya kuonesha kwamba wewe ni mtu katika watu wa peponi. Kwa hivyo maashara muslimin, ajiri na thawabu ni kubwa za wale ambao kwamba tuwafaa tuwapatie. Vile vile tusisahau kama wenyewe wanapotuambia ujubu al-infaq qabla fawati al-awani, lazima tujitahidi maashara al-muslimin kutoa na kusaidia kabla wakati haujamalizika. Allah anatuambia katika suratul Baqara, na aya kama hii pia inafanana katika suratul Munafiqun, akituambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Na hii ni nida watakayosikia na kuifanyia kazi ni waumini. Kama wewe si muumini huwezi, hata utake kuifanyia kazi hutoweza. Utajibabaisha siku moja mbili tatu, kisha utarudi kule kule katika ubakhili wako. Lazima ujipambe na sifa ya imani katika moyo wako, ndio utaweza kuyatekeleza au kutekeleza zile nida za Allah anapowanadia wale ambao kwamba ni waumini. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, anfiqu, toweni mimma razaqnakum, zile ambazo kwamba tulizowapatia. Si zenu hizo, sisi ndio tulowapatia. Karatasi yako, ujuzi wako, uhodari wako, kujuana na watu kwa sio sababu, sisi ndio tulikupatia. Kuna watu wanaojuana na watu na elimu, wana uhodari wa kuongea zaidi yako, lakini hawana, kwa sababu sisi hatukuwapa. Sisi zile tulizowapatia, anfiqu, toweni. Allah anasema min qabli, kabla an yati yawmun, kabla haijakuja siku ambayo kwamba la yabay'un fihi, hakuna kuuza wala kununua, wala khullatun wala shafa'a, wal kafiruna hum dhalimun. Patilizeni, leo uko hai, leo una afya, kama alivyoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ayu sadaqatin afdal, ni sadaka gani bora zaidi nafaa nitoe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyo sahaba, ni utoe wa anta sahihun, na ile hali bado wewe ni mzima, tena shahihun, bado unahitajia yale mali, bado una haja nayo, hapo ndio utoe. Usisubirie wakati ambao kwamba roho imebalaghatul hulqum, sawa, wakati roho ishafika katika goromo, na basi ushajiona kwamba sasa nishamalizika, hakuna kitu nitaweza kufanya mali kama haya, mali ni mingi, na sababu anapeleka msikitini, fanya. Haina maana sadaka hiyo, wala hana haja nayo Allah sadaka hiyo. Ana haja wakati sasa ukiwa ni mzima. Kwa nini watoto wako wateseke? Kwa nini watoto dadako wateseke? Kwa nini watoto ndugu zako wateseke, na wewe una uwezo? Utaenda nazo wapi hayo mali? Utaenda nayo wapi?
Wangapi waliokuwa nayo na wakaondoka bila ya taarifa yote, wakaacha mamilionia au mabilionia za pesa na kuisha habari zao ikamalizika. Si utoe ili uende kuona kwa Allah tabaraka wa taala. Wewe warundika tu. Watoto wako wanaishi katika maisha tabu, wanakula, ukiangalia walivovaa utashangaa, na ukiangalia wewe mwenye hali yako, yani wewe unaziwilia tu. Na ile hali kuna watu ambao kwamba wanahitaji kutoa. Allah anasema basi toweni, isije kafika siku ambapo kwamba kuna tena kuuza wala kununua, hayatakusaidia chochote hayo mali yako. Allah anatuambia katika suratul Munafiqun, wa anfiqu, toweni mimma razaqnakum, zile ambazo kwamba tulizowapatia, min qabli an yati ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikiwa na mauti. Fayaqul, kisha hapo atakapofikiwa na mauti, fayaqul rabbi, atasema Mola wangu, laula akhartani, lau ungenichelewesha ila ajalin qarib, muda kidogo, fa asaddaqa, nikaweza kupata nafasi ya kutoa sadaka. Mrongo wewe, mnafiki wewe. Kwa nini ulivyokuwa nazo na uko hai, watu wanateseka, watu wanahangaika, watu ni masikini, mtu hajui atakula nini, wewe umekula na ukaeka na akiba na ukaeka kwenye akaunti, mtu analala jirani yako, mtoto wa ndugu yako kule kwenu kijijini, watu wanateseka na unajua watu wanateseka, huwasaidii. Ati sasa mauti yamekufikia ndio unasema rabbi laula akhartani ila ajali. Wajipumbaza, ni urongo. Toa sahihi wakati ambapo kwamba bado una afya yako, wakati watu wanakuhitajia, wasaidie. Wasi watu wakao kinyongeka tu, sema bwana wallahi fulani angelitusaidia, tungelikuwa mbali. Lakini kwa nini watu wakusema hivyo? Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam akimwambia Allah, ja'alni lisana sidqin fil akhirin, ya rabbi nijalie na utajo mwema kwa wale ambao kwamba watakaokuja badala yangu au baada ya kuondoka, na katika utajo mwema. Sidhani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa man ahabbu nasi ila Allah, ni nani anayependekeza zaidi katika binadamu kwa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakasema ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum, mtu atakayependekeza zaidi au anayependekeza zaidi ni kila mtu ambaye kwamba atakayekuwa na manufaa zaidi kwa jamii yake, kwa manufaa kwa aina yoyote. Kama wewe Allah amekupatia nafasi ya kuweza kuwashika vijana, kuweza kuwapeleka katika kazi, washike. Ikiwa Allah wewe kupiga domo tu na kujisifu tu, pana fanya kazi sawa, kisha tarajia ajiri kwa Allah tabaraka wa taala. Allah amekujalia kwamba wewe una pesa, wasaidie wale ambao kwamba hawajiwezi. Allah amekujalia kwamba wewe una akili ya kuweza kuwaelimisha watu na kuwatoa watu katika ujinga. Fanya kile ambacho kwamba kitakachokuwa ni sababu ya kuweza kunufaisha jamii yako. Kwa hivyo hakuna, sidhani kama kuna jambo ambalo kwamba litaweza kusaidia kama hali ambazo kwamba tulionazo. Watu wako katika umaskini. Wallahi mtu anaweza kukujia hapa msikitini akakueleza hapa nasema hapa Kitui, wallahi akikueleza zile shida zake, wacha kutujia. Kuna watoto wako hapa madarasa, ukiangalia zile hali wanazoishi na ukiamba huu ni familia ya mtu fulani, wallahi unashangaa. Unasema kweli hawa watu wanamjua Mungu kweli? Hawa ni Waislamu ama ni Waishiamu? Wajua kuna Waislamu na kuna Waishiamu. Yaani Waislamu ni wao wanafuata Uislamu, Waishiamu na wale wanaoishilamu. Sasa unashangaa, yani kweli huyu mtu, tena utamwona mtu katika safu ya kwanza kali, tena akushangaa huyu ni mtu familia fulani, huyu ni subhanallah. Unakaa ukijiuliza la ilaha illa Allah. Na kwingineko siseme huko tulipotoka, hata nikikwambia uweze elewa, nakwambia mifano ya hapa. Ama mtu anaweza kuja akakueleza shida, si mjomba wako ni mtu fulani, mbona tuacha nijue, wewe ndugu yako si mtu fulani, labda ndugu yake baba na mama. Lakini ukiangalia ni baina samai wal ardhi, yale maisha ambayo kwamba wametofautiana na kuteseka. Wallahi tumeenda katika majumba mengine kutembelea hapa mjini, wallahi utashangaa kwamba hizi nyumba ziko katikati ya mji. Ukiangalia ile hali ambayo kwamba mtu wako nayo, subhanallah. Wallahi paka mimi na mwenzangu tulipotoka, sema kisha ukirudi manyumbani, labda wake zetu atakwambia bwana, mbona wifi imekatwa? Lakini angalia hao watu wanavyoishi hali, wallahi hata wewe mwenyewe utaingia utakaza roho tu, hutaki kuonesha ile dharau. Lakini ukiangalia ile nyumba iko katikati ya mjini, imezungukwa na Waislamu wenye nafasi zao, wenye uwezo wao, watakwenda kumjibu nini Mola wao siku ya kiyama? Hawa watu watakwenda kumwambia nini Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama? Na watu wanaishi katika mazingira mabovu kama haya, hali mbaya kama hizi. Watu wanashindwa kuendelea kusoma kwa sababu mtu anashinda labda kulipa 200 au labda mtu anashinda kulipa 500. Watu wamerundika mamilioni 500 ndani ya akaunti yao, na watu huko wanateseka.
tutakwenda kuulizwa wallahi. Na kama hatutuambiana, sijui kama kuna malaika watakaoteremka waje watuambie kama hatutuambiana. Sisi lazima tuambiane, turekebisheni maisha tunayoishi, kusema wala kweli si maisha ambayo kwamba yanaomridhisha Allah wala yanaomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tujitahidini maashara muslimin kusaidiana, tujaribuni, tutoweni kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Kuna miongoni mwa faida za kutoa, Mtume sallallahu tabaraka wa taala anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Toa Muhammad, chukua katika mali zao, itakuwa ni sababu ya kuwatakasa wao na madhambi, ni sababu ya kuwatakasa wao na maradhi, ni sababu ya kuwatakasa wao na matatizo ambayo kwamba walionayo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam anasema kwamba sadaqa ni kitu ambacho kwamba kinachozima hasira ya Allah tabaraka wa taala. Sadaqa ni kitu ambacho kwamba kinachozima ghadhabu ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya sadaqa. Miji yetu, juzi nilikuwa nikizungumza na mamangu nyumbani, akinieleza hali imekuwa mbaya, bahari imechafuka, kwa sababu kule ndio kichega uchumi kikubwa ambacho kwamba kilioko. Nikamwambia kweli hali za zamani na sasa ni tofauti sana. Mimi nakumbuka tukiwa ni wadogo, kuna sadaqa watu wanaoifanya ya baharini. Watu wanakwenda wanafanya dua kando ya bahari pale, wanaleta wenye kuleta vitu sadaka zao, wenye mikate, wenye michele, wenye kila mtu alichonacho kufanya dua pale. Na mara nyingi ilikuwa ni kama siku hii ya Jumaa, kisha baada ya hapo inagawanya kila chakula, watu wanakula na wakiondoka pale. Wallahi watu waliishi maisha raha sana. Mashambani usiseme, mtu alikuwa kivuna kitu cha kwanza akipeleka wapi? Msikitini wasaidiwe wale walikuwa kule. Nyumbani ndio ilikuwa sana inafanyika maswali. Ilikuwa mara nyingi hata tulikuwa ni watoto, hata kama swala zingine ilikuwa tuswali, lakini maghrib ilikuwa tukosi, kwa sababu mara nyingi watu hupenda sadaka zao kileta wakati wa maghrib. Wenye mifugo tuona mtu amechinja ameleta nyama, wewe ukienda msikitini tu mikate nini, zote zile hakuna leo. Ndio maana ukakuta maisha nayo yamefanya nini? Yamebadilika, maisha yamekuwa magumu, maisha yamekuwa mazito. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Singizia umerogwa, huko rogwa na yoyote, umejiroga mwenyewe, umejihusudu mwenyewe. Kwa nini utoi? Allah amekupa ufanye biashara, Allah amekujalia, na ukitoa basi mji mzima utajua kama umetoa. Ukitoa hutoi na siku bahati mbaya umetoa, mji mzima utajua kama fulani ametoa, mji mzima utajua kama fulani amesaidiwa na fulani, kwa sababu kila unapopita watangaza wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah ametukataza tusizibatilishe sadaka zetu. Kwa hivyo maashara almuslimin, kwa sababu ya hali ziweze kubadilika, lazima watu wajifundishe kutoa cha mifukoni mwao walichowapatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja hakuachiwa kitu, na alipoondoka pia hakuacha kitu. Warawadatuhu aljibal shummun min dhahabin an nafsihi faaraha ayyama shamami. Majabali alimtaka yageuke yawe madhahabu, ambia hapana, sina haja nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa, hajali kabisa katika kutoa kwake. Na wale wema waliokuwa, tuangalie ni katika vita vya Khaibar, Sayyidina Umar anasema Sayyidina Abu Bakar hunitangulia katika khairi kila siku, lakini leo nina nafasi yangu, hii ni nafasi yangu ya kipekee ya kumtangulia katika khairi. Wakati mmoja Sayyidina Umar kulikuwa na nyanya ambaye kwamba alikuwa haoni pale ndani ya mji wa Medina, bas asema nitajitolea kumshughulikia. Wallahi asema kila nikienda mathalan saa 9 za usiku na kutole nyanya ashafagiliwa, ashaoshwa, ashapelekwa choo, na ashasafishwa, ashafanywa kila kitu. Ni nani lakini anayekuja huko? Nikisema nitakuwa na tamu fulani, nitakuta tayari ashashughulikiwa. Nitakuwa na tamu fulani, ni nani? Asema leo nitajua. Kuanzia baada ya salatul isha nitakaa hapa nione ni nani wanakuja kumshughulikia. Wallahi asema nikiangalia hivi nikamkuta ni nani? Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, ambaye kwamba alikuwa ni kipenzi cha mtume. Na kama Ahlus Sunna wal Jamaa anasema hakuna kiumbe bora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika umati huu, umati Muhammad, kama Abu Bakar bin Siddiq. Hakuna baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini muangalie, asema katika vita vya Khaibar, asema Abu Bakar amenitangulia mahala pengi sana, leo ndio siku mimi nitakayomtangulia. Anasema najiambia katika nafsi yangu, sema nikaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio chango wa kwanza kama ulama walivyotambia uliofanywa katika Uislamu. Akaitisha, jamani, unaona hali vile ilivyo, naona mambo vile yalivyo, kuna makulima, kuna nini, leteni sadaka zenu. Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar asema nikachukua nusu ya mali yangu nikapeleka. Kasema ngoja niangalie leo Abubakar naye ataleta nini. Leo nimeleta nusu ya mali yangu. Sayyidina Abubakar alipokwenda nyumbani akachukua mali yake yote
na akamletea. Mtume sallallahu anamuuliza Abubakar, umetoa nini, umebakisha nini? Anasema nimetoa nusu ya mali yangu na nimebakisha nusu ya mali yangu. Anamuuliza Sayyidina Abubakar alipoleta, umetoa nini? Asema ya Rasulullah, nimetoa kila nilicho nacho ndani ya nyumba yangu, nimemwacha Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi. Ndugu zangu, wajua tusiwe na akili finyo tukaona kwamba hao walikuwa ni maswahaba ndio maana wakahapana. Hao walikuwa ni wanadamu, hao walikuwa ni watu kama sisi wenye matamanio, hao walikuwa ni watu kama sisi wenye familia, hao ni watu walikuwa kama sisi wenye mioyo ya kupenda mambo mazuri na kuendelea, ni kama sisi, lakini walitambua na walijua kwamba hakuna kama zaidi ya kutoa. Kwa hivyo mtu anakuja anatoa mali yake yote. Someni kisa cha Musa bin Umair. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema wakati alipomuona Musa bin Umair yuko ndani ya mji wa Madina amejifunika shuka moja, machozi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yakaanza kumtoka. Akashangaa, wale waliokuwa nao walikuwa ni Maansari, watu hawamjui Musa bin Umair. Wanamshangaa, anambia Rasulullah, nini kinachokuliza? Asema wallahi sijawahi kuona ndani ya mji wa Makka mtoto ambaye alielelewa kitendekeza na alielelewa katika maisha ya fahari kama Musa bin Umair, kwa sababu babake alifariki na ilikuwa ana mali mingi na ilikuwa akiishi na mamake. Bal Musa bin Umair katika tarehe inasema hakuwahi kutembea na watoto kimasikini, bal tarehe inatuambia Musa bin Umair ilikuwa akipita pahala marashi yake, perfume yake aliyopaka, baada ya nusu saa au yoyote atakayepita atajua kwamba haya ni marashi ya Musa bin Umair, na nguo yoyote atakayoivaa hairudi tena kuivaa. Haya ndio alikuwa maisha alikuwa kiishi Musa bin Umair. Lakini angalia, ulipokuja Uislamu hakujali kwamba mimi naishi maisha mazuri. Tarehe inatuambia kwamba mamake alimwambia nitaka juani, sitokula wala sitokunywa mpaka nife. Akamwambia mama, wacha kuwa una roho moja, utakufa tutakwenda kukusika, habari itaisha. Wallahi ungelikuwa na roho 100 sitorudi nyuma. Uone kwamba watu ni namna gani waliweza kupoteza walizonazo kwa sababu ya nini? Wewe leo waziwilia tu shekhi, waziwilia tu. Someni kana Suhaibu Rum. Suhaibu Rum ilikuwa kama Wakureshi walivyomwambia jita swaaluka, umekuja wewe ukiwa ni kipara, yani huna kitu, leo unatoka unafuata Muhammad na mali. Ambia maonaje nikawaachia mali yote haya nikamfuata Muhammad? Akamwambia ndio. Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, hapo alikuwa na wakati wa hijra, akamweleza akamwambia habari zote ninazo, Jibril alayhi salatu wasalam ashanieleza. Kisha akamwambia rabihal bay'u rabihal bay'u rabihal bay'u. Sahaba mmoja yuko yasali katika shamba lake, kuna kijindege chaenda huku kienda huku kizuri cha imba vizuri, yani atoa sauti mzuri, akawazuba akayomwangalia mpaka akasahau niko raka ya kwanza ama niko raka ya pili. Wallahi pale pale akamwendea akamwambia Rasulullah, haya mali ambayo kwamba imenishughulisha mimi mpaka nikaweza nikasahau niko raka ya kwanza ama ya pili, hayana khairi. Angalia pale ambapo kwamba ni khairi uyapeleke Rasulullah, mimi sina haja na. Hivi ndio walivyokuwa maswahaba. Kwa walikuwa hawana familia hawa watu? Hawa watu walikuwa hawana familia? Kwani hawa watu walikuwa hawataki kuishi maisha mazuri? Walijua kwamba maisha ni mafupi sana, sisi tutoa na tutakwenda kuzipata kwa nani? Kwa Allah tabara. Wewe familia yako leo inateseka, mke wako yateseka, uenda kuwapata mahawara shekhe, uenda kupata wanawake wa haramu, mke wako yalala njaa kwa sababu ya urebu wako wa mugokaa na bangi na sigara, familia yako inateseka, huwezi kutoa. Mtoto wa ndugu yako yuhangaika kama kichokora na ilhali wewe waweza. Wallahi ni masuhulia makubwa, ni masuhulia makubwa mbele ya Allah tutakwenda kuulizwa. Tujitahidini maashara almuslimin kuwasaidia wale wanaostahili kuwasaidia, kuwapatia wale wanaostahili kuwapata, ili siku ukiondoka uondoke na huku ukisema kama wale waliosema wallahi mimi naondoka na wala sidhani kama kuna mahali ambapo kwamba nimemkosea Allah tabaraka taala. Lakini sisi tutaweza kweli hivyo kusema? Subutu. Utasema kwa njia gani? Wewe ukijangalia mirundiko ya makosa ulionayo. Allah tufahamishe inshallah, atujalie ni wenye kusaidiana baina yetu sisi kwa sisi, wala asitujalie kwamba ni watu twakaa mpaka tutakapoombwa, mpaka mtu adhalilike, mpaka mtu apige foleni. Allah asitujalie hivyo inshallah. Atujalie ni wenye kuwatafuta kama wale maswahaba au kama ule bwana aliyomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoinuka saa 8 za usiku. Siku ya kwanza akaenda akampatia mwanamke ambaye kwamba yojuza, siku ya pili akaenda akampatia jambazi, siku ya tatu akaenda akampatia tajiri. Saa 8 za usiku na saa 9 za usiku watu wanakwenda kutafuta, au kama yule mjukuu wa Sayyidina Ali bin
bin Abi Talib hakujulikana mpaka siku alipokufa na kuonekana alama katika mgongo wake. Kwa nini? Kumbe ni kwa sababu ya kubeba sadaka zake na kwenda kuwapelekea watu kwa siri saa 8 za usiku. Wallahi ni wengi katika miji yetu wenye mahitaji, ni wengi watu wana hali mbaya, ni wengi ambao kwamba watu ni masikini, na ukiangalia familia zao ni watu wanajiweza, lakini hakuna kusaidiana, hakuna kupeana, paka mtu adhalilike, paka mtu akuombe, paka si sawa, si sawa. Tujirekebisheni inshallah taala. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala tujalie tutumie katika kuitumikia dini yake. Allah Tabaraka wa Taala tujalie ni wenye kusaidiana baina yetu sisi kwa sisi. Allah zilainishe mioyo yetu, tuwe ni wenye kusikia haya maneno na kufanyia kazi katika maisha mafupi haya dunia, ili tuende kupata raha na furaha katika maisha marefu ya kaburini na maisha milele akhira. Innahu waliyudhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu alaihi wasallam.